ninaiondoa kwa jina la Yesu. Yale mateso, yale machozi, yale majonzi, ninaondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema wakamatwe, sema wakamatwe wanaozuia faulu kwangu, kufaulu kwangu, kufanikiwa kwangu, huduma yangu. Sema kamata, rudia, sema kamata, sema waondolewe, sema wang'olewe, sema watupwe, sema wasionekane, sema wasiwepo tena. Ondoa jiwe kwa jina la Yesu Kristo. Maana wa Mungu aliye hai, asubuhi ya leo niko hapa kukwambia ya kwamba inawezekana hilo jiwe kuwepo katika maisha yako. Wewe ndiye chanzo, lakini inawezekana jiwe kuwepo katika maisha yako. Wewe sio chanzo. Wewe ni mtu mwenye haki. Wewe ni mtu usiyejua dhambi. Wewe ni mtu ambaye hutende dhambi, kama ilivyokuwa kwa Yesu Kristo. Maana wa Mungu aliye hai, wakaenda kwa Pilato, wakuu wa makuhani wakasema, tumekumbuka yule mjanja alisema siku ya tatu atafufuka. Basi toa amri ya kwamba tulilinde kaburi lake salama. Pilato akawaambia mnaskari, fanyeni lolote mnaloweza kufanya. Walichokifanya ni nini? Sio tu walipeleka askari. Neno la Mungu linasema, Biblia yangu inasema, walitafuta jiwe kubwa sana, wakaliweka katika lango, wakaliweka katika pango la kaburi la Yesu, wakaligonga muhuri, wakaugonga muhuri na nguo za maaskari. Kwa hivyo inawezekana hilo jiwe limeletwa na watu. Jiwe na watu wake wanakwenda na maji leo. Anayeamini asubuhi apiga kelele aseme hosana, mwana wa Daudi ndiye mbarikiwa. Haleluya, haleluya. Walipofanya njama kwa ajili ya Danieli, watu 119, kwa kuwa imeandikwa Dario aliweka watu 120, walikuwa ni maakida, walikuwa ni wakuu wa mikoa. Lakini Danieli na wengine wawili wakawa wakuu. Wale 119 wakaona wivu, kwa kuwa mfalme alimpenda Danieli. Upokee kibali kama cha Danieli. Najua watu watanyanyuka, acha wanyanyuke kwa jina Yesu, kwa damu ya Yesu. Najua watu watakuonea wivu, acha wakuonea wivu kwa jina Yesu, kwa damu ya Mkondoo. Ninajua watu watakupinga, acha wakupinge. Lakini nimesimama asubuhi ya leo kusema hilo jiwe linaondoka, hilo jiwe linasogea, hilo jiwe linaondoka, hilo jiwe linasogea. Ninaona linasogezwa, ninaona linasogezwa. Wakamweka Danieli katika shimo la simba, kama vile ya kutosha, kama vile hawakuamini ya kwamba hata bila jiwe simba anaweza kamua Danieli. Haikutosha, wakasema hapana, hii njama lazima ifie huko. Inawezekana simba akashika mguu, jamaa akaruka akatoka kwenye shimo. Tuweke na jiwe. Katika Danieli 6:17 Biblia yangu inasema ya kwamba waliweka jiwe. Hilo jiwe lilikuwa na muhuri. Huo muhuri uliandikwa, kisibadilike kitu chochote katika maisha ya Danieli. Na mimi najua yako mawe mengi. Kuna jiwe kwenye ndoa, kuna jiwe kwenye ndoa, kuna jiwe ofisini, kuna jiwe ofisini, kuna jiwe kwenye shamba, kuna jiwe kwa watoto, kuna jiwe kwenye elimu, kuna jiwe kwenye biashara. Yameandikwa, kisibadilike kitu chochote kwenye maisha yako. Leo kinabadilisha. Wawe wameapa, wawe wamefunga, wawe wameomba ya kwamba hakuna kitakachobadilika. Wameweka na muhuri, wameweka na alama ya kwamba huyu hakuna mtu atakayemsaidia, ya kwamba huyu atakiwekwa kwenye chao atafukuzwa, ya kwamba huyu chochote atakachofanya kitaharibika. Jiwe lao na muhuri yao na matamko yao na tamko yao na usemi wao na viapo vyao na kufunga kwao, kwa jina la Yesu. Sema push, sukuma. Nione mtu anayesukuma jiwe lake mahali hapa. Bado sijakuona. Wewe unayesema jiwe linaondoka. Haleluya. Huku naona ni wale wanaoamini huku naona kina Martha huku. Martha alimwambia Yesu, sikia Bwana, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, leo ni siku ya 4. Kwa kawaida siku ya 4 ukichimba kaburi ukaweka mtu
huyo mtu si mtu tena, huo mwili si mwili tena, huo mwili umeoza, huo mwili unanuka. Hakuna sababu ya kuliondoa jiwe, hakuna sababu Yesu ya kuliondoa jiwe, kwa sababu mwili umeoza. Ninaona kuna mtu anasema, hata nikiondoa jiwe mimi nitabaki maskini tu. Hata nikiondoa jiwe mimi siwezi kuwa na elimu. Hata nikiondoa jiwe huu ugonjwa utaendelea tu. Hata nikiondoa jiwe, wakati mama yangu anakufa, wakati baba yangu anakufa, alisema hautafanikiwa, utakuwa mtu mtoro, wala hautafanikiwa. Kwa hivyo hata nikijitahidi hakuna kitakachobadilika. Asubuhi ya leo yasiyowezekana kwa wanadamu, the impossible is possible. Yasiyofikirika kwa akili yako, oh haleluya, ndio utakayoyaona yanatokea. Yasiyotarajiwa kwa wanadamu ndio utakayoona yanachomoza kwa jina la Yesu. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Anayekwambia liondoe jiwe ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu, ni mfalme wa falme. Yeye ni wa kweli na mwaminifu, akinena maneno ahadi zake ni timilifu. Hajawahi kufanya kitu cha hasara, hajawahi kuamuru yasiyotokea, hajawahi kwenda mahala asipeleke uzima, hajawahi kusimama sehemu na nchi isitikisike, hajawahi kuwafuata maskini na waone nuru, hajawahi kunena wanaokoma na ukoma wao usitoke, hajawahi kwenda baharini katika dharuba na dharuba isitulie, hajawahi kukutana na wote ambao walikuwa ni vibovu, walikuwa wawezi na wakabaki katika hali zao, isipokuwa wale ambao hawakuamini, isipokuwa wale ambao hawakutaka. Biblia inasema aliwaponya watu waliokuwa na hitaji, waliotaka kupona, waliotaka kitu fulani kitokee katika maisha yao, waliotaka kitu fulani kibadilike katika maisha yao. Kila mtu aliyenia katika nafsi yake na moyo wake ya kwamba Yesu anaweza, alimwona, anakuonekania asubuhi ya leo kwa jina libitalo majina yote. Haleluya. Jiwe ni kuta, jiwe ni mlima, ukuta ambao hauwezi kuangusha. Inawezekana wako watu ambao hata hauwezi kupambana nao, ni jiwe, huwezi kupambana nao, huwezi hata kujibishana nao, huwezi hata kupata nafasi ya kukaribishwa na kuongea nao, kwa sababu wao ni wakuu sana na wewe unaonekana huna nafasi, si kitu, si lolote. Ninasema haijalishi ni wafalme, ninamnena mfalme wa wafalme. Haijalishi wanaitwa Bwana, ninanena Bwana wa mabwana. Haijalishi wao ni miungu, ninamnena Mungu wa miungu. Haleluya, amina. Biblia inasema wakati Lazaro anaumwa, Lazaro yuko ICU, Martha na Mariamu walipeleka habari kwa Yesu. Yesu aliposikia hakwenda Betania. Biblia inasema akakaa siku ya kwanza, Biblia inasema akakaa siku ya pili, na siku ya tatu ndio akaanza safari ya kwenda kwa miguu. Akamwambia Petro, Yakobo na Yohana, twende Betaniani na kwenda kumwamsha Lazaro. Wakasema kama amelala ataamka. Na mimi ninasema haijalishi amekufa ama amelala, mume amekufa ama amelala, biashara imekufa ama kazi imekufa ama unapigwa vita, chochote, hali yoyote unayoipitia, Yesu amenituma, anasema anakuja. Mgeukie jirani yako, mwambie Yesu yuko njiani. Mwambie Yesu yuko njiani. Sema kwa sauti, Yesu yuko njiani. Sema njoo, sema njoo. Wangapi wako tayari kumlaki Yesu? Wangapi wako tayari kumpokea Yesu? Nisikie shangwe na vigeregele. Haleluya, haleluya.
Biblia inasema Martha alimuona Yesu kwa mbali. Lazima uwe na utayari, hata kama unaumia, hata kama unalia, hata kama umepoteza, hata kama unaona umefika mwisho, mambo yamekwisha badilika. Martha alimkimbilia Yesu akamwambia, kama ungalikuwa hapo nisingekuwa katika majonzi. Kama ungalikuwa hapo Lazaro angekuwa hai. Kama ungesikia na ukaja, Lazaro asingekufa. Asubuhi ya leo ninakwambia ya kwamba Yesu amepata habari. Alipata habari wakati ulipoomba, amepata habari wakati ulipofunga, amejibu maombi siku ya kwanza ulivyofanya hivyo, lakini ameacha watu waseme, waseme tulijua atafukuzwa, waseme tulijua ataharibikiwa, waseme tulijua hiyo biashara itaenda muda mrefu, waseme tulijua hiyo ndoa haitadumu. Ameacha watu waseme. Hebu sema, acha watu waseme. Haleluya. Ndio maana Yesu anaitwa Mungu, ndio maana Mungu anaitwa Mungu, ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa kuwa yeye ni mtu anayenyamazisha wanadamu, anayewaambia wanadamu yuko mtu anayeweza zaidi yenu. Haleluya, haleluya. Watu wengine wanarudishwa nyuma kwa kuwa wanaulizwa, Mungu wenu yuko wapi? Mungu wako yuko wapi? Uliyesema na nguvu yuko wapi? Uliyesema ni Bwana majeshi yuko wapi? Hiki kimekufa, hakipo, kinanuka. Tumekwisha sahau ya kwamba unamiliki biashara. Hatujui tena kama ulisoma ama la. Miaka 10 umesoma, hauna kazi, na kazi ya kwanza ulioipata ulifukuzwa. Ninasema hivi, liondoe jiwe. Mtu mmoja amke sema, ninaondoa jiwe. Nenda amwambie, ninakwenda kwenye kaburi walikozika huduma, walikozika mchumba, walikozika elimu, walikozika biashara. Ndio zunguka. Kwa kuwa Martha alimwambia yuko huku, Yesu akasema twende liliko kaburi, twende eneo la tukio. Mwambie jina yako, twende eneo la tukio. Mwambie twende mahali walikozuia. Mwambie twende mahali kuna jiwe. Mwambie Yesu anataka kuona jiwe. Hata kama liko baharini anataka kuliona. Hata kama liko angani anataka kuliona. Hata kama liko chini ya ardhi anataka kuliona. Anataka kuliona. Anataka umonyeshe ya kwamba huyu ndiye mtu anayenipinga. Anataka useme, hiki ndicho kiti cha ofisi nilichokuwa nakalia, lakini wameniondoa. Anataka useme, hapa ndipo mahali pa biashara nilipokuwa nafanya biashara, lakini imeharibika. Anataka umpeleke mahali ambako ulikuwa ukihudumu na watu wanakupinga. Anataka umpeleke kwa yule kijana aliyesema nitakuoa, alafu amebadilisha namba. Anataka uende mahali ulikolima ulikolima mchicha na hakuna kinachota, ili yeye aiche. Alipokwenda kwenye lile kaburi, Yesu hakujali harufu, hakujali kuoza kwa Lazaro. Kwa jina la Yesu, sikia, wakati unazunguka hapa na pale, nakwambia ya kwamba Yesu hatishiki na miaka iliyopita. Yesu hatishiki na watu wanaokuzuia. Yesu hatishiki ya kwamba mtaji umekufa na una kitu chochote. Yesu hatishiki ya kwamba mume wako amekufukuza na amekupa talaka ambayo huwezi kuijarisha. Yesu hatishiki na hilo. Hatishiki ya kwamba wamepeleka nyota yako chini ya bahari. Hata kama iko kuzimu, leo ninakwenda na wewe kuzimu, kwenye lile kaburi walikoweka afya yako, kwa jina Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuna vitu huwezi kufanya mwenyewe, kuna mambo huwezi kufanya mwenyewe. Unahitaji mtu mwingine atakayelivingirisha jiwe, atakaloliondoa jiwe. Haleluya, haleluya. Biblia inasema waliondoa jiwe. Kuna nafasi ambayo unatakiwa ufanye, uliondoa jiwe. Kuliondoa jiwe kwako ni imani, ni imani tu. Yesu alikuwa anapima imani yao. Anayeamini azunguke aseme, ninaamini leo ya kwamba unaweza kuita furaha katika ndoa yangu. Ninaamini leo ya kwamba hii dhambi iliyonishinda kila siku naanguka, unaweza kuiondoa. Wala sitazini tena, wala sitalewa tena, wala sitatukana tena, wala sitakuwa mtu wa hasira. Anayetaka
Bwana atende. Lazima aliondoe jiwe. Ni imani yako tu, ni imani yako tu, ni kazi yake yeye kufanya yaliyooza, kufanya yaliyooza, kufanya yanayonuka, kufanya yanayoruka, kufanya yaliyokufa yawe hai. Biblia inasema Yesu analia, Yesu analia kwa ajili yako, Yesu analia kwa ajili yako. Zunguka na useme ninajua unalia. Unalia kwa ajili ya umaskini wangu, unalia kwa ajili ya ndoa yangu, unalia kwa ajili ya kazi yangu, unalia kwa ajili ya mchumba wangu, unalia kwa ajili ya ile kesi ambayo nimebambikiwa, unalia kwa ajili ya haki yangu. Yesu aliugua, Yesu anaugua dada, Yesu anaugua mama. Zunguka, mwambie Bwana, mwambie Bwana, nataka kusikia sauti yako. Alimwambia Musa, nasikia, ninajua kuugua kwao. Akalia sauti. Yesu alilia, Yesu alilia, alilia kwa chungu. Alimwona Martha analia, alimwona Mariamu analia, alimwona Martha anaugua, alimwona Mariamu anaugua. Yesu akalia machozi, Yesu akalia machozi. Yesu ataendelea kulia, ataendelea kulia, ataendelea kulia kwa ajili yako. Bali leo anakwenda kwenye kaburi. Ninaona anatuma malaika, anatuma malaika, anatuma malaika waliovingirisha jiwe, malaika wa radi, malaika wa tetemeko, malaika wa radi, malaika wa tetemeko. Lile jiwe ambalo huwezi kulitoa, naona linavingirisha, magonjwa yanavingirisha, maskini unavingirisha. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Goliathi anaanguka kwa damu ya Mwana-Kondoo. Vizuizi vinaondolewa, Yordani inagawanyika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Usipoweza kupita utapita kwa jina la Yesu, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Waliozuia kibali wako kwenye nafasi, wamenyang'anya kibali, wamezuia kibali. Yesu anakwenda kwenye makaburi, makaburi chini ya bahari, makaburi chini ya ardhi, makaburi juu ya anga. Anakwenda nyumbani kwako, bado ulikosaliwa, unakofanya kazi. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Jehova, hili ndilo kaburi, ninajua linanuka, lakini wewe hakuna lisiowezekana kwako. Kama ulivyomwambia Yeremia, ninaliangalia neno langu lipate kulitimiza. Litimie leo, litimie leo. Fufua, 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 rejesha, rejesha. Nenda mbele za Bwana, mwambie fufua, fufua, rejesha, rejesha, fufua, fufua. Tamka kile unachotaka kirejee. Walikufukuza kazi katika ofisi moja, Bwana atafungua milango, milango mingine. Mungu wa miungu ndilo jina lake. Yesu akawaambia wale waliomwona Lazaro, Lazaro amefufuka, akawaambia mfungueni kamba, ondoeni leso, ondoeni leso, mfungueni kamba kutoka kwa miguu yao, kutoka kwa kichwa chao, kutoka kwa macho yao. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, upate kuona. Miguu yako iende, mikono yako iweke kwa damu ya Yesu. Nuru ya Bwana ikuangazie. Ninaichoma hiyo nuru, ninaichoma hiyo nuru. Biblia inasema malaika alishuka, alishuka na nuru kali, alishuka na moto, alishuka na umeme, alishuka na tetemeko. Wale walinzi wa kaburi wakawa kama wafu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, wanakufa wanaolinda mapepo, majini 7 yanayolinda barabara biashara. Usirudi tena, majini 7 yaliyovamia ndoa yako kama wafu, majini 7 yaliyovamia ofisi yako kama wafu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anaondoa jiwe, anaondoa jiwe. Malaika wa Bwana anaondoa jiwe, malaika wa Bwana analichukua jina Bwana, anaondoa jiwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Usilie dada, usilie mama, piga kelele mbele za Bwana. Amini ya kwamba hilo unaloliona halitakuwepo tena. Ukuta utaanguka, ukuta utaanguka, milima itajosha, milima itajosha, madudu yatajosha, baba itasasisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ulipokuwa unachukua, hautachukua tena kwa nguvu na uwezo wa damu ya Mwana-Kondoo. Inawezekana ni laana ya wazazi. Kataa hiyo laana. Futa kila neno ulilotamkiwa na watu, ulilotamkiwa na watu, ulilotamkiwa na mchungaji. Futa hilo jiwe, ondoa hilo jiwe, ondoa hayo maneno, ondoa hayo maneno, ondoa hayo maneno. Inawezekana walifunga, inawezekana waliomba, walitoa kafara, walitoa kafara, walitoa sadaka. Ninainena kafara ya damu ya Mwana-Kondoo inayoterereka, inanena mema, inayoterereka, inanena mema, inayoterereka, inanena uzima. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes, akufanyie wepesi. Nyosha mkono wako hivi, nyosha mkono wako hivi, sema Mungu, jiwe hili siwezi peke yangu, lakini kwa imani ninaamini yanayonuka, yaliyooza, yaliyokufa
utayarejesha, utayapa uzima, utayapa uhai. Wakati umesimama, sikiliza nikwambie mambo haya. Ni hivi, Lazaro alikufa kwa ugonjwa. Lazaro alikufa kwa nini? Kwa ugonjwa. Sasa kama Yesu alifanya mambo matatu. Kwanza, alirejesha uhai. Kwa sababu hivi unaweza uko hai, unapumua, lakini una magonjwa. Uko hapa una magonjwa, lakini unapumua. Kitu cha kwanza Yesu alichofanya ni kurejesha uhai. Halafu kitu cha pili Yesu alichofanya ni kuponya ule ugonjwa ambao ulikuwa umemuua Lazaro. Narudia. Kitu cha pili Yesu alichofanya ni kuponya ule ugonjwa aliokuwa nao Lazaro. Ingekuwa haina maana mtu afufuke na ugonjwa ule ule, kwa sababu utamua. Kitu cha tatu Yesu alifanya kwa kuamuru. Aliwaambia Martha, Mariamu, aliambia wale walikuwa wanaomboleza, waliokuja kwenye msiba, akawaambia nimemrejeshea uhai, nimeondoa magonjwa yaliyomuua, lakini amefungwa kamba katika miguu yake. Ninaona hawezi kupanua mipaka, hawezi kutembea, hawezi kufanya chochote. Ninaona amefungwa mikono yake, ninaona macho yake kuna leso, amefunikwa. Alifanya mambo matatu. Tunapokwenda kumaliza, ninahitaji maombi yako yawe namna hii, kwamba Mungu, natoa mfano, afufue biashara iliyokufa, na akisha fufua, kile chanzo kilichofanya mtaji uondoke kiondolewe. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Mungu arejeshe kazi uliokuwa nayo, lakini sababu ya wewe kufukuzwa kazi nayo iondolewe. Haleluya. Halafu la tatu unasema Mungu akupe kuona. Amina. Mungu akupe ufahamu, Mungu akupe uhuru, ili kwamba unapoanza tena akili yako, maarifa yako yatasimama. Unapoanza biashara, akili yako, maarifa yako yatakuwa utakapopewa kazi nyingine. Kama ni ndoa kadhalika itarejea, lakini sababu ilikuwa nini? Ulikuwa ni ugonjwa, uondoke. Lakini sasa pia Mungu akupe macho ya kuona, umuone kivingine mpenzi wako au mume wako. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Tuna dakika 7 za kuomba. Niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse, niguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse, niguse Yesu, niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse, uniguse tena, niguse, niguse roho, niguse tena, niguse tena, ninaomba, ninaomba Bwana, uniguse, uniguse tena, niguse tena, niguse tena,
ninaomba Bwana uniguse tena, niguse roho, niguse roho, niguse roho. Yule roho aliyefufua Yesu kutoka katika wafu aguse maisha yako. Niguse roho, Yule roho nguvu ya roho ndani iliyomtoa Danieli, iliyomtoa Yesu kutoka katika wafu. Jina la Yesu kifo, jina la Yesu uponyaji, jina la Yesu uponyaji. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana afufua, mwambie Bwana afufua, mwambie Bwana rejesha. Ondoa kila chanzo, ondoa kila ugonjwa, ondoa kila sababu, ondoa kila shida lilonifanya ndoa iharibike, iliyofanya biashara ife, iliyofanya nifukuze kazi. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya kondoo, mwambie Bwana afufua, mwambie Bwana rejesha, mwambie Bwana rejesha. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya kondoo, mwili wako unafufuka na utakuwa na magonjwa yote tena. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya kondoo, biashara yako inarejeshwa. Pokea mwanzo mwingine na kila sababu roho ya chuma ulete kwa damu ya kondoo haitakuwepo tena. Hivyo ninavyoamuru kutoka barakadevo Babeli kwa damu ya kondoo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana arejeshe uzima, afufue tumbo lako na ile sababu ya kufanywa utasa iondolewe kwa nguvu na uwezo. Kwa damu ya kondoo akupe mwanzo mwingine, akufungulie macho ya moyo wako yatiwe nuru, macho ya moyo wako yatiwe nuru, miguu yako ifunguliwe, kamba shikarege, minyororo ikateke kwa jina la Yesu. Kwa damu ya kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya kondoo, wote waliokuwa sababu ya kwamba utaondoka kwenye ile ofisi, kwa damu ya kondoo wataondoka wao, wataondoka wao kwa jina la Yesu. Kila neno la uongo lililokuwa sababu ya kuharibikiwa kwako halitakuwepo tena, halitainuka tena. Kila ugonjwa, kila chanzo, kila shida, kila chemichemi ya baa inaondolewa nayo, inaondolewa nayo, inaondolewa nayo, inaondolewa nayo kwa jina la Yesu. Ndio kwa damu ya Yesu, ndio kwa jina la Yesu, ndio kwa damu ya Yesu. Ndio imeandikwa Yesu akamvua Lazaro, Lazaro njoo huko, na akaponya ugonjwa, akaondoa ugonjwa kwenye mwili wake. Ugonjwa ulimuua Lazaro na kisha akamwamuru, hivyo ninavyoamuru Lazaro afunguliwe macho, ufunguliwe macho kwa jina la Yesu. Utakaporudi kwenye ufalme wako, utakaporudi kwenye nafasi yako, utakaporudi kwenye ndoa yako, utaanza biashara tena, utakaporudi kwenye ndoa kwa jina la Yesu, hautafungwa minyororo, hautafungwa kamba, hautakuwa kibovu kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu ninaamuru kutoka barakadevo Babeli, hakuna dawa zuia, magonjwa yatazuia, watu watazuia, majini yatazuia, mapepo yatazuia, maneno yatazuia, kafara zao, sadaka zao, moto 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 kwa jina la Yesu. Watanya mlakondo, haijalishi ya kwamba Lazaro alikufa kwa kansa, haijalishi ya kwamba Lazaro alikufa kwa ukimwi, alipofufuka hakuwa na kansa, alipofufuka hakuwa na ukimwi, alipofufuka hakuwa na presha, alipofufuka hakuwa na kifua, alipofufuka hakuwa na kisukari. Kwa jina la Yesu unarejeshewa, unarejeshewa. Fufuka, ufufuo, ninaamuru ufufuo na kila chanzo cha mauti, kila chanzo cha uharibifu nacho kinang'olewa na nguvu, nacho kinang'olewa na nguvu, nacho kinang'olewa na nguvu. Akamwambia wewe Yeremia, kazi yako ni kung'oa magonjwa, ng'oa magonjwa, kazi vya usoni kwa jina la Yesu na nguvu, kwa jina la Yesu na ndoa, kwa jina la Yesu na ndoa. Ninakupa mwanzo mwingine, ninakupa mwanzo mpya, nakupa mwanzo mwingine, anza kwa upya kwa jina la Yesu. Kwa damu ya kondoo na baraka za Bwana aliweka ndani yako, aliziamuru ukiwa tumboni mwa mama yako, kwa hatima ambayo Bwana alihakikisha kabla hujazaliwa. Ndivyo ninavyonena, ndivyo ninavyonena. Haijalishi una miaka 10, una miaka 16, una miaka 25, una miaka 32, haijalishi una miaka 40 ama miaka 50, kwa jina la Yesu kinafufuliwa, kilichokufa kinafufuliwa, na kila chanzo cha mauti na uharibifu moto kinaondolewa kwa damu ya kondoo. Pokea nguvu mpya, pokea ufahamu mpya, pokea kuona mpya, pokea maarifa mapya kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu hakuna wa kuzuia nyayo zako na miguu yako, mikono itakayopokea. Ndivyo ninavyoamuru kutoka barakadevo Babeli kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe mauti sikia, hautarudi tena. Roho ya mauti sikia, hautaua
tena, umetumwa na wanadamu, umetumwa na shetani. Wewe dhambi sikia, hautarudi tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Aliamua ni Bwana, ni Bwana wa jeshi. Hii ni sauti ya Jehova, hii ni sauti ya Jehova, hii ni sauti ya Bwana, Bwana wa majeshi. Imeandikwa, wanataja magari, wanataja farasi, tunalitaja jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wa majeshi. Ameamua ufufuo, ameamua rejesho na kila sababu na kila chanzo kinachosimama kinyume na kusudi la Bwana. Mungu na Mungu, Mungu na Mungu, Mungu wache, Mungu kumbele, Mungu wache, Mungu wakale, Mungu kumbele, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea roho, pokea macho ya moyo wako yatiwe ufahamu, akili yako yatiwe maarifa. Hivyo ninavyoamuru kwa jina la Yesu, miguu yako iwe mepesi na kurejeshea viatu vyako. Akamwambia watu waliokuwa wanaomboleza, kwa jina la Yesu, fungueni kamba, mleteni nguo la Lazaro, mleteni viatu la Lazaro, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakuvika viatu, ninakupa utayari, chukua utayari, nenda, nenda, hakuna wakukuzuia. Jiwe limeondolewa, jiwe limeondolewa, jiwe limeondolewa, jiwe limeondolewa, jiwe limeondolewa, jiwe limeondolewa, jiwe limeondolewa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Haleluya! Jiwe limeondolewa, chanzo kimeondolewa, umerejeshewa ufahamu, umerejeshewa akili, umefunguliwa miguu, umefunguliwa tumbo, mikono yako iko huru, viganja vyako viko huru, nyayo zako ziko huru. Mauti imeondolewa, umefufuka, imefufuka. Ufufuo na nena ufufuo, ufufuo na nena ufufuo, na kila chanzo cha mauti na kila chanzo cha uharibifu kimeondolewa, kila chanzo cha ugonjwa kimeondolewa. Ugonjwa umeondolewa. Kansa ni nini? Kifua kikuu ni nini? Ukimwi ni nini? Kisukari ni nini? Kimeondolewa kwa jina la Yesu. Na kila chanzo cha wewe kutenda dhambi kimeondolewa. Hata kama ulitupiwa mapepo ya kutenda dhambi, hayo mapepo yameondolewa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kama ni wanadamu walioleta mauti, walioleta uharibifu, walioleta kufukuzwa, walioleta kuharibikiwa, walioleta machozi, hao watu naona wamekamatwa, naona wamekamatwa, naona wanafungwa, naona wanazuiliwa. Hawatakuwepo tena, hawatakuwepo tena, kwa kuwa Bwana hataruhusu usifike kwenye hatima yako. Naona malaika wakikuvika viatu, alimwambia Petro, vaa viatu vyako, nenda. Petro hakuamini, aliona kama anaona maono, lakini Bwana anakuwekea utayari, anafungua macho yako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ile giza inaondoka, ninatamka nuru. Akasema muda wote nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Ninainena hiyo nuru katika giza, nuru katika giza, nuru katika giza, nuru katika vita, nuru katika vita, nuru katika vita. Ninaliona tumaini pasipo na matumaini, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yeye ni Mungu, ahadi zake ni amina na kweli. Baba, chukua utukufu wako. Wewe ni ufufuo na uzima. Ulipomfufua Lazaro, ulimrejeshea uhai. Ulipomfufua Lazaro, uliponya magonjwa yaliyoleta kifo. Ulipomfufua Lazaro, ukampa mwanzo mwingine. Macho yake yakatiwa nuru, miguu yake ikafunguliwa, ukampa maisha mapya. Ndivyo ninavyoamuru, kwa kuwa watu wako wameliondoa jiwe. Mambo haya matatu yakamilike kwa ajili ya mwanamke huyo. Mambo haya matatu yakamilike kwa ajili ya mwanaume huyo, kwa ajili ya binti huyo, kwa ajili ya kijana huyo. Ndivyo ninavyoamuru kutoka Sayuni, kwa jina la Yesu. Yeye aliye mtakatifu, mshangilie Bwana. Mwenye uhai apigie kelele. Amina. Kumba, nisikie shangwe za washindi, nisikie kelele za washindi, nisikie kelele za waliofufuka, nisikie kelele za watu walioponya magonjwa, nisikie kelele za watu waliopewa mwanzo mwingine, kwa damu ya Yesu. Haleluya.
Baba Mungu awabariki na kuwalinda, awaangazie nuru ya uso wake na kuwapa amani. Tumefika mwisho wa ibada yetu.